22 mpaka 24. mpaka mstari wa 24. Bwana Mungu akasema, ndio, basi huyu mtu amekuwa kama mmoja wetu, ndio, kwa kujua mema na mabaya. ndio, Na sasa asije akanyosha mkono wake akatoa matunda ya mti wa uzima, ndio, akala akaishi milele. Kwa hiyo Bwana Mungu akamtoa katika bustani ya Edeni ailime ardhi ambayo katika hiyo alitwaliwa. Basi akamfukuza huyo mtu, akaweka makerubi upande wa mashariki wa bustani ya Edeni, na upanga wa moto uliogeuka huku na huko kuilinda njia ya mti wa uzima. Adamu kwa mujibu wa Biblia alipokosa, alitolewa. Biblia inasema alifukuzwa kutoka kwenye bustani ya Edeni, na Mungu akaweka makerubi kuilinda bustani ya Edeni. Kwa mujibu wa Biblia, habari za Adamu alipokosa na alipomkosea Mungu, aliondolewa kabisa katika bustani ya Edeni na akapelekwa nje ya bustani ya Edeni. Hivyo ndivyo Biblia inavyosema. Na kwa sababu ya Adamu kutolewa kutoka kwenye bustani ya Edeni, maandiko yanaendelea kusema nini? Msomaji? Warumi sura ya 5. Soma mstari wa 12 mpaka wa 14. Warumi sura ya 5 mstari wa 12 mpaka 14. Mstari wa 12 mpaka mstari wa 14 ninasoma. Inasemaje? Kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo mauti, na hiyo mauti ikawafikia watu wote kwa sababu wote wamefanya dhambi. Maana kabla ya sheria dhambi ilikuwako ulimwenguni, lakini dhambi haihesabiwi isipokuwa sheria. Walakini mauti ilitawala tangu Adamu mpaka Musa, nayo ilitawala hata wao wasiofanya dhambi ifananayo na kosa la Adamu, aliye mfano wake yeye atakayekuja. Maana kabla ya sheria dhambi ilikuwa ulimwenguni, lakini dhambi haihesabiki pasipo sheria, kwa sababu ile dhambi aliyoitenda Adamu ni kwamba inawajia wengine wote, hata wale wasiofanya dhambi sawa sawa na kosa la Adamu. Yanasema hayo ndani ya Biblia baada ya kwamba Adamu amefukuzwa. Adamu amefukuzwa. Soma 18 na 19. Mstari wa 18 na wa 19. Inasema, basi tena kama kwa kosa moja watu wote walihukumiwa adhabu, kadhalika kwa tendo moja la haki watu wote walihesabiwa haki yenye uzima. Kwa sababu kama kwa kuasi kwake mtu mmoja watu wengi waliingizwa katika hali ya wenye dhambi, kadhalika kwa kutii kwake mmoja watu wengi wameingizwa katika hali ya wenye haki. Asante. Maana kwa kukosa kwake mtu mmoja, nani huyo? Adamu. Watu wengi waliingia katika hali ya kukosa, na kwa kutii kwake mtu mmoja, huyo ndio tunaenda kumjadili, huyo Adamu wa pili. Na kwa kutii kwake mtu mmoja watu wengi waliingizwa katika hali ya kuhesabiwa haki. Sasa swali, je, kuna Adamu wa mwisho katika Uislamu? Hapa tayari tunaongea habari ya Adamu mkosaji ambaye amefukuzwa kutoka kwenye bustani ya Edeni. Qur'ani inasema nini? Somaji. Hivyo tufungulie Qur'ani sura ya 2. Soma aya 36 na 37. 2:36. Tunachokwenda kusoma hapa, Qur'ani iliyokuja baadaye inasema huyu Adamu aliyefukuzwa katika bustani ya Edeni aliomba msamaha na akasamehewa. Kuna maswali tutaulizana. Karibu. Suratul Bakara 2:36 mpaka 37. Inasema, lakini shetani na iblisi adui yako aliyewatelezesha wote wawili. Adui aliwatelezesha wote wawili, yani Adamu pamoja na mke wake. Wakahalifu amri ile, wakala katika mti huo waliokatazwa. Ndio. Na akawatoa katika ile hali waliokuwa nayo. Ndio. Tukawaambia, nendeni hali ya kuwa maadui nyinyi kwa nyinyi. Ndio. Na kwa makazi yenu sasa katika ardhi, na mtapata starehe humo kwa muda mahususi. Subiri kwanza. Aya inasema kwa mujibu wa Qur'ani iliyokuja baadaye, tofauti na Biblia ilivyosema. Qur'ani inasema Adamu alipotelezeshwa yeye na mke wake, shetani aliwatelezesha, alafu wakafukuzwa kutoka peponi. Walipofukuzwa kutoka peponi, Allah anamwambia Adamu, sasa wewe utakaa huku duniani kwa starehe kwa muda. Fikiria hapo. Fikiria hapo. Yaani unafukuzwa kutoka peponi, alafu unaletwa duniani, eti duniani ndio unakuja kupata starehe kuliko ulivyokuwa peponi. Hivi mnaelewa hicho kitu ni nini?
Yaani duniani ndio kuna starehe kuliko peponi. Haya, nenda aya 37. Kisha Adamu akapokea maneno ya maombi kwa Mola wake. Akaomba na Mola wake akapokea toba yake. Hakika yeye ndiye mwingi wa kupokea toba kwa wenye kutubia na mwingi wa kurehemu kwa wanaostahili kurehemewa. Ama Iblisi hakutubia, kwa hivyo hakustahili kurehemewa. Asante. Aya 37 inasema kisha Adamu akapokea maneno ya toba kutoka kwa Mola wake. Kwa maana kwamba kumbe Qur'ani inafundisha kwamba Adamu alitubu na kusamehewa. Sasa swali langu, kama Adamu alitubu na kusamehewa, kwa nini hakurudishwa peponi? Kama Adamu alitubu na kusamehewa, kwa nini hakurudishwa peponi? Kwa mnaongea swala la Adamu ambaye wala hamjui kwamba hivi ilikuwaje. Biblia imesema Adamu alipofukuzwa pakabaki hivyo mpaka Adamu wa mwisho alipokuja kutokea. Qur'ani tunasoma inasema huyo Adamu alipofukuzwa kutoka peponi akaambiwa nendeni duniani, na mkienda duniani mtaenda kukaa kwa starehe huko. Aya 37 inasema Adamu akasamehewa. Sasa kama Adamu alisamehewa, mnayo aya yoyote kwenye Qur'ani au kwenye vitabu vya hadithi kwamba alirudishwa peponi? Jibu ni kwamba hamna. Na kama hamna, maana yake nini? Maana yake katika Uislamu hamna Adamu wa mwisho, mmebaki na Adamu wa kwanza. Somaji hivyo Wakorintho wa kwanza 15 anza 44. Wakorintho wa kwanza 15 anza 44. Wakorintho wa kwanza sura ya 15 na anza mstari wa 44. Tutapita mpaka 49. Upande wa mwili wa asili, ufufuliwa mwili wa roho. Ndio. Ikiwa uko mwili wa asili na wa roho pia uko. Ndiyo ilivyoandikwa. Mtu wa kwanza Adamu. Ndio. Mtu wa kwanza Adamu akawa nafsi iliyo hai. Ndio. Adamu wa mwisho ni roho yenye kuhuisha. Lakini hautangulii ule wa roho, bali ule wa asili. Baadaye huja ule wa roho. Ndio. Mtu wa kwanza atoka katika nchi ni wa udongo. Mtu wa kwanza atoka katika nchi ni wa udongo. Yaani huyo Adamu niliyekuambia wa kwanza anatoka katika nchi ni wa udongo. Mtu wa pili atoka mbinguni. Kama alivyo yeye wa udongo, ndivyo walio wa udongo. Kama alivyo yule wa udongo, yani Adamu aliyotoka katika nchi, ndivyo walio wa udongo. Ndio. Na kama alivyo yeye wa mbinguni, ndivyo walio wa mbinguni. Ndio. Na kama tulivyoichukua sura yake yule wa udongo, kadhalika tutaichukua sura yake yeye aliye wa mbinguni. Adamu wa mwisho. Adamu wa mwisho ni nani huyu? Yesu aliyetoka mbinguni, alikuja kubatilisha kosa la Adamu wa kwanza. Kwa hiyo nyinyi Waislamu, ninaomba leo atokee mhadhiri yeyote, nalika mpaka wa kutoka nje, mhadhiri yeyote aje niambie kuna Adamu wa mwisho katika Uislamu. Mimi nimesoma hayupo. Na kwa sababu hayupo, ndio maana kuna mambo mengi ambayo Waislamu mnayafanya bila kujua kwamba mnaiga mambo ya Adamu wa udongo. Mathalan, Waislamu si mnasujudu? Hivi mkisujudu, mnasujudu wapi? Msomaji. Ndivyo. Qur'ani 48:29. 48:29. Inasemaje? 48:29 Qur'ani inasema hivi. 48:29. Tumesoma kwenye Biblia inasema kama vile wale kama vile wanaochukua sura yake Adamu wa udongo, ndivyo na wengine wanachukua sura yake ile wa mbinguni. Hao wanaochukua sura ya Adamu wa udongo wanaichukuaje hiyo sura? Soma Qur'ani 48:29. Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Ndio. Na walio pamoja naye ni wenye nyoyo thabiti mbele ya makafiri. Ndio. Na wenye kuhurumiana wao kwa wao. Utawaona wakiinama kwa kurukuu na kusujudu pamoja, wakitafuta fadhila za Mwenyezi Mungu na radhi yake. Alama zao ziko katika nyuso zao kwa taathira, yani athari ya kusujudu. Kumbe hawa walio wafuasi wa Muhammad wako pamoja, wanainama na kurukuu na kusujudu. Wanaposujudu, wanasujudu wapi? Kwenye udongo, ambapo huo udongo aliyekuwa wa kwanza wa udongo ni nani? Adam. Wanaposujudu kule, Qur'ani
Qur'ani inasema wanapata athari ya kusujudu, wanakuwa na alama nyeusi hapa. Kumbe wameipata wapi? Wameipata kwa kwenda kupigisha kipaji chao kwenye udongo wa Adamu wa udongo, wanachukua sura ya baba yao Adamu wa udongo. Je, huko chini ambako Waislamu wanasujudu wanachukua sura ya Adamu wa udongo, kuna nini? Somaji. Ndivyo. Fungua Qur'ani sura 27:82. 27:82 Qur'an. Kuna nini? 27:82 inasema hivi. Inasema na kuja kiyama itakapowathibiti mnyama katika ardhi, tutawatolea mnyama katika ardhi atakayewasemeza, kwa sababu watu walikuwa hawaziakinisha aya zetu. Kumbe kwa mujibu wa Qur'ani sura 27:82, huku chini ya ardhi kuna mnyama, na huyu mnyama anazijua aya za Qur'ani, na nyinyi Waislamu mkisujudu mnasujudu huku chini. Kumbe mnasujudu kwa mnyama, na huyo mnyama anazijua aya za Qur'ani, na mnapata athari kwa mapaji wa udongo. Ndio maana nawauliza, hivi nyinyi mnaye Adamu wa mwisho? Kuna Adamu wa mwisho katika Uislamu? Na kama hakuna Adamu wa mwisho, na Qur'ani sura ya 2 aya 37 inasema Adamu alitubu. Wapi Adamu alipotubu? Kama Adamu angetubu, tungeona nyinyi mnaokuja baadaye Waislamu hakuna habari ya dhambi, tungeona hakuna. Lakini kwa nini? Kwa sababu katika Uislamu ndio maana hakuna swala la msamaha wa dhambi. Somaji. Nipo. Chukua hicho kitabu Al-Lulu Al-Marjani hapo. Nisomee hadithi namba 1700. Al-Lulu Al-Marjani hadithi namba 1700. Hadithi ukurasa wa ngapi? Ukurasa wa 986, hadithi namba 1700. Watazamaji wetu tunasoma hadithi namba 1700. Tusomee. Hadithi ya Abu Huraira RA, yani radhiallahu anhu, kutoka kwa Mtume SAW, amesema Adamu amemshinda kwa hoja Musa. Adamu amemshinda kwa hoja Musa. Musa alimuuliza Adamu, ewe Adamu, wewe ndiye baba yetu uliyetunyima haki na ukatutoa peponi? Adamu akamwambia, ewe Musa, Allah amekuteua kwa mazungumzo naye na amekuandikia kwa mkono wake mbao za Taurati. Unanilaumu juu ya jambo Allah tayari amekwisha kadiria kwangu kabla ya kuniumba kwa miaka 40. Adamu akamshinda Musa kwa hoja. Mtume SAW alirudia kauli hiyo mara 3. Sahih al-Bukhari hadithi namba 611 juzuu ya 8. Asante. Hadithi inakuja kutukumbusha baadaye kwamba kwa sababu ya kutokuwa na Adamu wa mwisho ambaye ni roho yenye kuisha, ambaye anatoka mbinguni, ambaye amekuja kubatilisha kosa la Adamu wa kwanza, kwa sababu hayumo katika Uislamu. Angalia Musa anachokuja kulalamika kati ya Adamu na Musa. Musa ndio aliyekuja baadaye, anamwendea Adamu, wewe Adamu, wewe ni baba yetu, wewe ndio uliyesababisha tufukuzwe kutoka peponi. Adamu anaanza kujitetea, wewe Musa, hivi unanilaumu kwa jambo ambalo Allah alikwisha kuniandikia kwamba nitakosa miaka 40 kabla ya kuniumba? Hadithi inasema Adamu alimshinda hoja Musa. Kwa nini hadithi tena ni sahihi ya Kiislamu? Kwa nini nasema Adamu alimshinda hoja Musa? Musa anajua kwamba nyinyi Waislamu mnasema Adamu alikuwa Muislamu na alisamehewa. Sasa kama alisamehewa, wewe Adamu, mbona hatujarudishwa peponi? Kama kweli wewe ulisamehewa, mbona hatujarudishwa peponi? Musa analalamika kukuonesha kwamba Qur'ani sura ya 2 aya 37 iliposema kwamba Adamu aliomba msamaha akasamehewa, sio kweli. Sio kweli. Kwa sababu angekuwa amesamehewa na yeye ndio alikuwa baba wa kwanza, angerudishwa peponi. Biblia imeweka wazi, baada ya Adamu wa udongo kukosa akatolewa kabisa. Ndio maana akaja Adamu. Ndio kisa cha Yesu kuitwa mwana wa Adamu. Kwa nini anakuja Adamu wa mwisho ambaye ni roho yenye kuhuisha, yani ni roho yenye kuyafufua yale mabaya yaliyokuwa na kuyabatilisha mabaya yaliyokuwa yametendwa na Adamu aliye wa udongo. Sasa tatizo limebaki kwenu Waislamu, kwa sababu hamna Adamu wa pili. Ndio maana unaweza kukuta mtu amefunga Ramadhani siku 28 29, ukimuuliza, hivi Abdalla, umesamehewa dhambi zako kwenye huu mwezi wa toba? Atakujibu, Allah wa rasulihi alam. Yani Allah na mtume wake ndio wanajua. Kwa nini wao usijue?
wakati ulifunga wewe? Ni kwa sababu hayupo wa kukuhakikishia kwamba umepata msamaha wa dhambi. Kile ambacho Qur'ani inasema kwamba Adamu alipewa makosa, alipewa maneno ya kuomba toba. Mbona kwako hakipo? Mbona kwako hakipo? Na hakipo ni kwa sababu hamjui ni nini ambacho unatakiwa kukifanya. Sababu hujui kwamba uko msamaha aliyoutoa Mwenyezi Mungu kutokana na Adamu. Ndio maana wakati mwingine hata tukihubiri kwenye viwanja, tukihubiri Injili, tukawaambia kwamba Adamu wa mwisho Yesu amekuja kukusaidia ili wachane na dhambi. Kuna baadhi ya Waislamu wanakaa vichwani mwao wanasema, mbona Adamu alishatubu? Adamu gani aliyetubu? Mbona Musa analalamika? Mbona Musa analalamika kwamba wewe Adamu, wewe ndio sababu ya sisi kutolewa kwenye bustani ya Edeni? Mbona Musa analalamika? Mwahi kusikia sisi wa Kristo tukilalamika? Sisi wa Kristo hatulalamiki. Kwa nini? Tunaye Adamu wa mwisho, Yesu Kristo. Adamu wa udongo ametoka chini, ni wa udongo. Adamu wa mwisho ni roho inayohuisha, anayetoka mbinguni. Aliyetoka mbinguni ni nani? Ni Yesu Kristo. Warumi anasema yuko anayekuja kubatilisha kosa la Adamu, ambaye ni mfano wa Adamu atakayekuja. Mfano wa Adamu atakayekuja ni nani? Ni Yesu Kristo. Kwa sababu hiyo ndio maana sasa utajikuta wewe Muislamu kazi yako ni kusujudia wanyama. Unasujudia wanyama walioko chini ya ardhi. Katika akili yako unajua ninamsujudia Mwenyezi Mungu. Kumbe unachofuata pale, kwa sababu wewe ni wa Adamu wa udongo, unafuata kwenda kuchukua sura ya aliye wa udongo. Kwa sababu toka Adamu amekufa, ameshabadilika udongo, na wewe unapeleka sura yako, unaenda kuchukua sura ya Adamu wa udongo. Wenzenu wa Kristo huko tulishatoka. Wale wote waliomwamini Yesu wote huko hatuko huko. Ndio maana wa Kristo hata tukisujudu hutatukuta tukisujudu chini eti mpaka kupata alama. Hicho kitu hakuna. Kwa nini? Tunajua ukifanya hivyo unachukua alama ya Adamu wa udongo badala ya kuchukua ya Adamu aliyetoka mbinguni ambaye ni Yesu Kristo. Adamu aliyetoka mbinguni ambaye ni Yesu Kristo unaichukuaje sura yake? Ni kwa njia ya kubatizwa. Yesu alibatizwa, anasema mfuate kielelezo changu. Alipobatizwa yeye, na sisi tukibatizwa tunachukua sura ya Adamu aliyetoka mbinguni. Nyinyi Waislamu mmebaki na Adamu wa udongo. Ndio maana nimeuliza leo mwenyekiti, hivi katika Uislamu kuna Adamu wa mwisho? Kuna Adamu wa mwisho? Madhara ya kutokuwa na Adamu wa mwisho ni mengi sana. Ni mengi sana kwa sababu la kwanza, badala ya kumjua Mungu wa kweli, wewe unabaki kusujudia wanyama. Hakuna lolote nililolisema hapa la kwangu kichwani. Nimesoma hapa Qur'ani 48:29, mna alama ya sijida, na ukitembea na kakofia kako hapo mnajivunia. Hivi hujui kwamba unajivunia balaa? Hujui kwamba umebeba balaa? Au ni kuonyeshe balaa msomaji? Twende. Qur'ani sura ya 3:106. Angalia balaa. 3:106 sura Al-Imran. Uone balaa la kwenda kumsujudia huyo mnyama anayetajwa na Qur'ani kwamba yuko huko chini, alafu unajivunia. Qur'ani inasema 3:106 inasema hivi. Inasema katika siku ambayo nyuso nyingine zitakuwa nyeupe na nyuso nyingine zitakuwa nyeusi, ama hawa ambao nyuso zao zitakuwa nyeusi wataambiwa, je, mlikufuru baada ya imani yenu? Basi onjeni uchungu wa adhabu kwa kule kukanusha kwenu. Siku ambayo nyuso nyingine zitakuwa nyeupe na nyuso nyingine zitakuwa nyeusi, ama hao wenye nyuso nyeusi wataambiwa, je, mlikufuru baada ya imani yenu? Onjeni adhabu. Sasa wewe hiyo alama nyeusi umeipata wapi? Si umeipata kumsujudia mnyama, alafu ukajua unamsujudia Mwenyezi Mungu. Kisa tu Adamu wa mwisho hamna katika Uislamu. Ndio maana nilipokuwa nawasikiliza hawa rafiki zangu walipokuwa wanahojiwa na ndugu yetu Simulizi, wanauliza Wakristo wameleta mada inayosema, je, kuna Adamu wa mwisho? Sasa hii mada ngeni. Ni kweli ngeni. Wewe ulikuwa hujui kama mnasujudia mnyama. Katika akili yako unajua tunamsujudia Mwenyezi Mungu. Huyo Mwenyezi Mungu ndio yuko huko chini. Wewe nani unamsujudia Mwenyezi Mungu mpaka unapata alama? Na ujui alama maana yake nini? Qur'ani sura ya 3:106 inasema katika siku ambayo nyuso nyingine zitakuwa nyeupe na nyuso nyingine zitakuwa nyeusi.
ama hawa ambao nyuso zao zitakuwa nyeusi wataambiwa, je, mlikufuru baada ya imani yenu, onjeni adhabu. Wewe endelea kujivunia hiyo sijida. Endelea kujivunia sijida, ufikiri ni kitu cha maana. Kama ingekuwa hiyo sijida ni kitu cha maana, sisi Wayahudi na Wakristo ambao ndio tuliokuwepo kabla ya Uislamu, si tungekuwa na masijida makubwa kabisa. Umewahi kumwona Myahudi wala Mkristo na sijida? Tunaelewa kwamba hiyo kitu maana yake nini. Na wewe Qur'ani imekuambia kabisa, unaposujudu, unapoenda kuchukua sura ya udongo, unaenda kuchukua sura ya Adamu aliyeasi, na kule unapoenda kuna mnyama, na huyo mnyama anazijua aya za Qur'ani. Huyo mnyama aliyemfundisha aya za Qur'ani nani? Aliyemfundisha aya za Qur'ani huyo mnyama nani? Msomaji? Hivyo Ufunuo 14:9. 14:9 Ufunuo wa Yohana. Nataka nikupe madhara ya kutokuwa na Adamu wa mwisho katika Uislamu. Na malaika na mwingine malaika watatu akawafuata akisema kwa sauti kuu, mtu yeyote akimsujudu huyo mnyama na sanamu yake. Kwenda taratibu. Mtu yeyote, hiyo ni Biblia iliyotangulia. Mtu yeyote akimsujudu huyo mnyama na sanamu yake. Qur'ani sura 27:82 inasema wewe Muislamu unakwenda kusujudu pale chini alipo mnyama, na huyo mnyama anazijua aya za Qur'ani. Na Qur'ani sura ya 3:106 inasema wewe ukishasujudu unapata alama nyeusi. Ukishapata alama nyeusi wewe ni fina li jahannam halidun abadan fiha. Biblia nayo kumbe ilishasema kwamba mtu yeyote atakayemsujudia huyo mnyama na kupata na sanamu yake, na sanamu yake atafanya nini? Na kuipokea chapa katika kipaji cha uso wake, kama wanavyofanya Waislamu, na katika mkono wake, yeye naye atakunywa katika mvinyo ya ghadhabu ya Mungu, ndio iliyotengenezwa pasipo kuchanganywa na maji, ndio, na katika kikombe cha hasira yake, ndio, naye atateswa kwa moto na kiberiti, mbele ya malaika watakatifu, ndio, na mbele ya mwana kondoo, ndio, na moshi wa maumivu yao upanda juu hata milele na milele, wala hawana raha mchana wala usiku hao wamsujuduo huyo mnyama na sanamu yake, na kila ipokee chapa ya jina lake. Hapa ndipo penye subira ya watakatifu hao wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu. Haleluya, amen. Umeona Biblia inapotenga, inajua kuna watu watasujudia mnyama, wakisujudia mnyama na adhabu watatenda. Wanaalama, hiyo alama wamepata wapi? Wameipata kwa kwenda kumsujudia mnyama. Wao walifikiri wanamsujudia Mungu. Kwa sababu hawajui kama kuna Adamu wa mwisho. Hawajui. Watakunywa katika mvinyo ya ghadhabu ya Mungu. Qur'ani sura ya 3:6 inasema katika siku ambayo nyuso nyingine zitakuwa nyeupe na nyuso nyingine zitakuwa nyeusi, ama hao wenye nyuso nyeusi wataambiwa, je, mlikufuru baada ya imani yenu? Kwa hiyo maana yake kwa kitendo cha Waislamu kwenda kujifanya umeenda msikitini kwenda kusujudu, naomba nikutangazie, sio mimi Danieli na nukuu maneno ya vitabu vyenu vya Qur'ani, unajipalia moto kwa hiari yako. Asante. Asante mwalimu wangu. Ndugu yangu bwana Danieli, mwalimu Danieli ametupokea kwa kutosha. Amejitahidi kutupokea hapa, lakini nilikuwa najaribu kuangalia hicho ambacho alichokuwa anakizungumza nilikuwa sikioni. Kwa sababu anwani ya mada inauliza, je, kwenye Uislamu kuna Adamu wa mwisho? Lakini kawa namsikiliza kwamba atatoa aya hata moja inayosema Yesu ni Adamu wa mwisho. Aya hiyo hata moja hajatoa. Aya moja tu inayosema Yesu ni Adamu wa mwisho hajatoa. Na nimeandika kwa hizo aya alizozitoa kuzitumia, na nitathibitisha kwamba hajatoa. Yaani ameuliza kitu ambacho hata yeye hana kwenye Biblia yake. Sasa hichi ni kichekesho sana. Unaulizaje jambo ambalo hata wewe huna? Maki ilitakiwa yeye athibitishe kwanza kwa mujibu wa aya kwamba aya hii inasema Yesu ni Adamu wa mwisho, ndio uulize swali sasa. Je, na nini Waislamu Adamu wa mwisho naye? Lakini akaja akashutumu sana kusujudu.
Nyie mnasujudu, sisi hatusujudu. Nyie hamwezi kusujudu, hamwezi. Kanisani nilikuwa naandika hapa. Unajua kwa nini nyinyi hamwezi kusujudu? Ni kwa sababu moja tu. Ukisoma kwenye kitabu cha Ufunuo 22:8 inasemaje? Soma hiyo. 22:8. Amesema ukweli, amesema si hatusujudu. Na akasema hata Wayahudi hawafanyi nini? Hawasujudu. Mmesema ukweli. Soma hiyo Ufunuo 22:8. 22:8 Ufunuo wa Yohana. Changamka. Nami Yohana hivi nilisikia na kuyaona mambo hayo. Na hapo niliposikia na kuyaona ya malaika yule mwenye kuonyesha hayo. Simama kidogo. Swala la kusujudu sehemu ya kwanza linaonyesha kwamba hata hao watu wa Yesu walikuwa wanasujudu. Kwa nini? Endelea. Naye akaniambia, angalia, usifanye hivi. Ndio, mimi ni mjoli wako na ndugu zako manabii. Akamwambia, hapana, unakosea. Mimi sitaki kusujudiwa. Kwa nini? Mimi ni mtu, ni malaika tu, hatakiwi asujudiwe. Akasemaje? Na wale washikao maneno ya kitabu hiki. Akawaambia, sasa nyinyi wote mnaoshika maneno ya kitabu hicho cha Biblia, msujudie Mungu. Msujudieni Mungu. Yeye kasema asujudu. Sasa wewe utakuwa unashika maneno ya Mungu? Wewe huwezi kusujudu. Sasa wewe mwenyewe unampiga Mungu, utasujudu vipi sasa? Sasa amesema hapa kifua mbele, sisi na Wayahudi hatusujudu. Ni amsujudu kweli? Nyinyi hampati maagizo ya Mungu. Anamfundisha sasa. Anasema, unajua kweli ulikosea hapa. Alikosea kweli. Lakini akaeleza mambo. Nilikuwa naandika hapa mpaka nikawa nashangaa. Ukisoma pia Ufunuo 11:1. Hebu soma hiyo mambo ya kusujudu. Nikapewa mwanzi kama fimbo. Na mmoja akaniambia, inuka ukalipime hekalu la Mungu. Nenda kalipime hekalu la Mungu, katengeneze nyumba ya Mungu. Na madhabahu. Na hao wasujudiao humo. Na behewa ile nje ya hekalu. Panatosha. Kwa hiyo kumbe hekalu la Mungu lazima watu wafanye nini? Sasa yeye amesema yeye afanye nini? Sasa atakuwa ni nyumba ya Mungu hiyo. Sina maana ile andiko la Wakorintho 11:17 nikasema kuna uzushi tumbo. Kwa sababu hiyo sio nyumba ya Mungu. Kasema mwenyewe sisi hatusujudu. Ya tumemlazimisha aseme huyu. Sikasema mwenyewe wasujudu. Na mimi nilikuwa naandika hapa Nyakati wa Pili 7:3. Yaani unashangaa hapo na usujudu. Bado nitakutolea Yesu mwenyewe asujudu. Hiyo ni Biblia. Unaniangalia. Mimi sijakwambia useme vitu vya namna hiyo. Kwanza Wakristo walikuwa wanakushangaa. Huyu anasemaje huyu? Na Roma hiyo changamka. Wakatazama wana Israeli wote. Uliposhuka ule moto, ndio utukufu wa Bwana ulipokuwa juu ya nyumba, wakasujudu kifudifudi hata nchi sakafuni. Yaani watu wamesujudu kwenye udongo. Anasema ukisujudu kwenye udongo hakufai, kwa sababu huko ametoka yule Adamu wa udongo. Sasa hao walikuwa wanasujudu kwenye udongo, hao wanasujudu mbinguni. Hao walikuwa uone hapa. Vipi ndugu yangu? Wanasema habari za mnyama nitakuja baadaye kwenye Ufunuo. Au nitakuonyesha wanaosujudia mnyama kina nani. Lakini turudi kwenye hoja sasa. Kwenye hoja ndo kanichekesha sana. Kasema nyinyi kwenye Uislamu hamna Adamu wa pili, Adamu wa mwisho. Sasa sisi Adamu wa mwisho, sisi bado tunaendelea kuzaa. Sisi tunazaa, tuna watoto, tunaendelea kuwaita maadamu. Sasa hata alokuja kutufungia vyombo hapa anaitwa Adamu. Adamu anakuwa wa mwisho. Ukisoma Biblia haina Adamu wa mwisho. Ungetoa hiyo aya inayosema Adamu wa mwisho, alitumia aya hii kusema Yesu ndo Adamu wa mwisho. Nimeirudia mara 3 kuangalia wapi neno Yesu. Sijaona. Wakorintho wa kwanza
15:45. Wakorintho wa kwanza 15:45. Sema hiyo 15:45. Wewe andika, ukifika nyumbani utapata homework. Hata ulikuwa huna hiyo. Ndivyo ilivyoandikwa. Mtu wa kwanza Adamu. Sikiliza. Ndivyo ilivyoandikwa. Mtu wa kwanza Adamu. Mtu wa kwanza Adamu. Mtu wa kwanza Adamu. Akawa na sio hai. Endelea. Adamu wa mwisho ni roho yenye kuisha. Adamu wa mwisho ni roho yenye kuisha. Wapi imesema Yesu? Hiyo imesema Yesu. Ni roho yenye kuisha. Wapi imesema Adamu wa mwisho Yesu? Wapi imesema? Unaongea vitu ambavyo havipo. Unaongopa mbele ya watu wazima. Hakuna neno Adamu wa mwisho Yesu. Hata andiko alilitoa la Paulo bado lingine halisemi hivyo. Maka pasielewi. Amaka tayari bado halisemi hivyo. Labda tuisome tu kwa ziada 7:15 huu. Maana kaisemi hivyo. Aya zote alizozitoa hazisemi hivyo. Wapi Adamu wa mwisho Yesu? 7:15. Alafu tutamuuliza Yesu mwenyewe, Yesu wewe ni Adamu wa mwisho? Alafu Yesu akatuambia yeye nani? Soma hiyo 7:15 Rumi. Na maana sijui nifanyalo kwa sababu lile nilipendalo. Hebu angalia vizuri 7. Hebu angalia 5:14 Rumi. Lakini karama iliyo haikuwa kama ile kosa. Kwa maana ilikuwa kosa kwake yule mmoja. Simama kidogo. Ili andiko alilitoa akamchomeka Yesu. Hebu isome vizuri. Lakini karama ile haikuwa kama lile kosa. Kwa maana ndio ilikuwa kwa kukosa kwake yule mmoja wengi. Ilikuwa kwa kukosa kwake yule mmoja wenu. Walikufa zaidi sana neema ya Mungu na kipawa kilicho katika neema yake. Mwanadamu mmoja Yesu Kristo. Mwanadamu mmoja Yesu Kristo. Simama kidogo. Hivi andiko hili kwa mtu mwenye maarifa anataka kulitoa. Hili nasema mwanadamu, sio Adamu wa mwisho, mwana wa Adamu mmoja Yesu. Sasa mwana wa Adamu anaitwa nini? Mtoto wa Adamu. Haya wanadamu wote mkono juu hapo. Si unaona wana wa Adamu hao? Wewe vipi kwa hiyo unatoa andiko nasema Adamu wa mwisho Yesu Kristo, unatolea andiko mwana wa Adamu Yesu Kristo. Yaani bwana bibi huyu. Hapo mwalimu ujue wewe. Mwalimu ujue wewe. Unasikitisha. Hao ni sio wana wa Adamu. Kwa hiyo andiko alilitoa bado alisema Yesu ni Adamu wa mwisho. Yaani mambo mnayapataga wapi? Unajua katika mwenyewe anasema hii mada nayo haieleweki. Alichagua ya nini? Kwa hiyo wawili nimetekesha sana. Ndugu yetu kazungumza mengi sana. Katoa maandiko mengi nilikuwa naandika. Akasema najua Musa akasoma hadithi nzuri tu. Hadithi inasema Musa alilaumiwa na Adamu. Alipolaumiwa na Adamu kwamba wewe Adamu ndio umesababisha sisi tumekuja hapa duniani, tumetolewa huko. Adamu akasema jambo hili lilishaandikwa na Mungu miaka huko 40 kabla. Kwa hiyo hili jambo usinilaumu mimi. Huyu bwana akashangaa, kwani uongo? Jambo hili lishaandikwa na Mungu ndio hata kabla Adamu hajafanya kosa. Inawezekana nyinyi hamsomi vizuri Biblia. Mwanzo 1:26. Msomaje Biblia nyie? Unajua kwani Biblia nyie? Tafungua darasa la Biblia. Mwe mnakuja asubuhi na kufundisheni. Soma Mwanzo 1:26. Je, Mungu alishaandika kabla au hajaandika? Mungu akasema na tufanye mtu kwa mfano wetu. Hapo Adamu hajaumbwa. Mungu anasema na tufanye mtu kwa mfano wetu.
kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege angani. Sasa tungetawala tukiwa mbinguni. Mungu alisema wakatawale samaki wa baharini, maana ulikuwa ni mpango wa Mungu kumleta mwanadamu atawale samaki wa baharini kabla hata hajamuumba. Kwa vile ilikuwa ni njia tu ya kupitia kutekeleza mpango wa Mungu. Kijana anaelewa huyo? Soma hiyo. Kandamisha na wanyama na nchi yote pia. Nchi yote pia. Mungu anatoa ahadi ya kutuleta duniani tukaitawale nchi hata kabla Adamu hajafanya nini. Ndio Adamu akamwambia Musa, unalaumu bure. Swala la kuja duniani Mungu alilipanga miaka mingi hata kabla yangu. Shida yako usomi Biblia. Unakuwa unasoma vizuri Biblia na kuelewa, usije kuja na hoja hii. Taratibu na kupeleka shule. Na naamini watu wanaofuatilia kwenye channel yako wanapata elimu vizuri. Wanajua namna unavyoingia darasani. Nimesoma kaeleza mambo mengi sana hapa ndugu yangu. Akasema unajua sijui Yesu amekuja kuchukua dhambi, sijui dhambi ya asili. Haya mambo yote kwenye Biblia hayapo. Mambo ya kuchukulia na madhambi hayapo. Hakuna pala popote. Ukisoma Biblia haya chungu zima, sasa kuzinukuu muda unaenda. Kuna aya inasema kila mtu atabeba mzigo wake mwenyewe. Yaani mzigo wako wewe unataka umbebeshe mtoto wa Mariamu. Sikuoneana huko. Kwa hiyo kila mtu anabeba mzigo wake mwenyewe. Ukisoma kule sema hakuna mwanadamu mwenye haki akatenda mema asitende dhambi. Yaani haya za masuala ya dhambi kila mmoja anabeba dhambi zake mwenyewe. Yesu amekuja kuchukua dhambi za nani? Achukue dhambi. Yesu amekuja kufanya kazi moja tu. Ukisoma Luka 4:42 Yesu anasema imenipasa niende katika miji mingine pia, maana kwa sababu hiyo nalitumwa kuhubiri injili. Kazi ya Yesu ni kuja kuhubiri injili. Sasa anatuhubiria injili ya nini kama madhambi yetu kashachukua? Sasa tuachie tu tuliswaje tu, si ameshachukua dhambi. Yaani dhambi akafanya Adamu bebe. Ukisoma Biblia inasema hivi, mababa hawatabeba dhambi za watoto wao, wala watoto wao hawatabeba dhambi za baba zao. Wewe Biblia gani unasoma? Mnadanganyana tu. Eti wewe Yesu kaja kuchukua dhambi za watu. Achukua dhambi za nani? Hamna mambo ya kuchukulia na dhambi yangu. Yaani dhambi zako wewe, una dini zako wewe mwenyewe. Ndugu yetu huyu akasema mambo mengi hapa. Ili andika hapa. Anasema alama. Najua nyinyi mna alama. Kwani alama kitu kibaya? Alama kitu kizuri. Ufunuo 9:4. Soma baba. Ufunuo 9:4. Eti alama mnasujudi. Eti kasoma haya kwenye Qur'ani. Siku ya kiyama wale walokengeuka wakatenda madhambi watakuwa na nyuso nyeusi. Sasa uso mweusi ndio inakuwa alama. Kwani wewe Danieli hapo wewe mweupe? Wakaambiwa wasiadhuru majani ya nchi. Sikiliza, wametupwa nzige waje duniani huko. Wakaambiwa usidhuru majani ya nchi, endelea. Wala kitu chochote kilicho kibichi. Wala kitu chochote kilicho kibichi, wala mti wowote. Ila wale watu wasio na muhuri ya Mungu katika vipaji vya nyuso zao. Wale ambao wasio na muhuri wa Mungu katika vipaji vya nyuso zao. Kwani sijia inakaa wapi? Na inapatikana kwa nini? Kwa sababu ya kumsujudia Mungu. Kwa hiyo sijia anaambiwa wale watu ambao wasiokuwa na muhuri wa Mungu katika vipaji vya nyuso zao, hao wafanye nini? Endelea. Wakapoamri kwamba wasiwaue, bali wateswe miezi 5. Yaani nyie kazi yenu mko moto. Yaani wakija wale nzige wanakuangalia kwanza vipi. Wakiona hakuna wanakutandika. Kaanza sasa hivi kusujudu. Upate haraka sana. Kwa mambo ya kusujudu ndio mambo ya Mungu. Ukisoma Nehemia 8:4 watu wanamsujudia Mungu. Yaani ziko haya chungu zima. Yesu mwenyewe amekesha usiku kucha. Itikafu. Anasujudu, anamsujudia Mungu Yesu na wanafunzi wake. Wewe unakuja kudharau kusujudu? Kweli? Inna lillahi
Hata Wakristo ndio wanakushangaa. Wanasema hivi, mwalimu kweli amekataa kusujudu? Wanakushangaa. Kwa hiyo ndugu zangu, nataka niseme neno moja. Hili neno la upendo, mimi nampenda sana huyu brother wangu. Nampenda kwa sababu nikimwangalia yeye anaona kabisa yuko kwenye haki. Kumbe amepotea. Kwa lazima mimi nimpende. Karibu kwenye Uislamu upate raha hizi. 43:64 Qur'an. Enyi waja wangu mlio wazuri, Enyi waja wangu mlio wazuri, sio wabaya. Endelea. hamtakuwa na hofu siku hiyo, Tunaambiwa siku ya kiyama hatuna wasiwasi kabisa. wala hamtahuzunika. Siku hiyo hatakuwa na huzuni wa aina yoyote kabisa. Enyi waja wangu mlio wazuri, Ambao walioamini aya zangu, ambao wanaamini aya zetu, nyinyi na walikuwa Waislamu kamili, ingieni bustanini, peponi, paradise, nyinyi na nani? na wake zenu, ndio mtafurahishwa humo. Mwende mtafurahishwa humo. Kwa hiyo Waislamu wanaingizwa katika pepo ya la ilaha illa Allah. Bado ndio zangu ziko zimewekwa step watch kule. Tulia, zipo nyingi. Niache mtaradadi. Mada yenyewe imekuwa nyepesi. Kwa nina dakika mingi, ndio maana najidai. Yaani maana yake ukimaliza bado dakika 3, unawaki unapiga taratibu. Saba nzima, niache mtaradadi. Takbir. Kunja nguni, koa kidogo, koa tena, takbir. Uislamu raha sio raha. Maana mada imekuwa nyepesi. Kuna kitu hapa mata ametoa nyingi sana. Akaleta hoja nyingine. Hii ya kusujudu imekwisha. Sio nataka kama kuna haja ya kutoa aya. Lakini akachukua 41:37. Soma hiyo. Maana yake Adam madaye shamalizika. Hapa ninachofanya tu ni operation. Adamu wa mwisho kwenye Biblia nzima hayupo. Umpate wapi Adamu wa mwisho? Tamuuliza Yesu, wewe nani? Bado. Soma hiyo baba. Na katika alama zake za uungu wake Mwenyezi Mungu, ni huko kupatikana usiku na mchana. Katika alama zake za uungu wake Mwenyezi Mungu ni huko kupatikana usiku na mchana. Endelea. Ni huko kupatikana usiku na mchana. Ndio. Na jua na mwezi. Ndio. Basi msilisujudie jua wala mwezi. Msisujudie jua wala mwezi. Bali msujudieni Mwenyezi Mungu. Sisi hatusujudii wanyama, rafiki yangu. Tunamsujudia la ilaha illa Allah. Je, Mungu tunayemsujudia yuko wapi? Yuko chini ya ardhi au yuko wapi? Qur'ani sura 20 aya kuanzia ya 3 hadi aya ya 2. Hatusujudii mnyama sisi bwana. Mambo ya mnyama upeleka huko sio huko. Takupeleka kwa mujibu wa ufunuo ujue wa mnyama yuko wapi. Wao wanataka tukaanze kutajia watu wengine hapo wakasikia vipi? Soma hiyo. Sema. Changamka dunia. Hakutafanya operation. Nasema hatukuteremsha Qur'ani ili upate mashaka. Mwenyezi Mungu anasema hakuteremsha Qur'ani ili upate mashaka. Bali iwe mawaidha kwa wenye kumnyenyekea Mwenyezi Mungu. Bali iwe mawaidha kwa wenye kumnyenyekea Mwenyezi Mungu. Kiteremsho kinachotoka kwa yule aliyeumba ardhi na mbingu. Kiteremsho kinachotoka kwa yule aliyeumba ardhi na mbingu. Hizi zilizoinuka juu. Hizi zilizoinuka juu. Endelea. Ndiyo Mungu mwenye rehema. Ndiyo Mungu mwenye rehema. Aliyetawala juu ya kiti chake cha enzi. Aliyetawala juu ya kiti chake cha enzi. Ni vyake tu peke yake vyote. Vilivyomo mbinguni na vilivyomo ardhini. Na vilivyomo baina yao. Na vilivyomo chini ya ardhi. Na kunena kwa sauti kubwa. Ndio. Au ndogo. Ndio. Sawa sawa. Simama. Kwa Mwenyezi Mungu tunamwabudu sisi. Ar-Rahman ala al-arshi istawa. Mwenyezi Mungu ambaye ametawala kule kabisa juu kuliko mbingu zote. Ar-Rahman. Sio tunamwabudu mnyama chini ya udongo. Mambo unayapata wapi? Je, Yesu wewe ni nani?
wewe ni Adamu wa mwisho au wewe ni nani? Mathayo 26:64. Hebu soma hiyo. 26:64 Matthew. Inasema ndio. Naam. Yesu akamwambia, wewe umesema, lakini nakwambieni, tangu sasa mtamuona mwana wa Adamu. Utamuona mwana wa Adamu, sio utamuona Adamu wa mwisho. Toa Yesu anasema yeye Adamu wa mwisho. Mnatunga mambo tu hapa bana. Jasho linamtoka. Utajasho hiyo. Sio jambo la kawaida hili. Mimi mwenyewe nilikuwa nashangaa ibada umeichaguaje? Lazima mkae shura. Wanajadiliana watatu. Na vipi dakika 10. Mambo yasharibika. La ilaha illallah. Wallahi kwa Muislamu raha. Yesu anasema yeye ni mwana wa Adamu. Kwa haya Yesu anasema mimi ni Adamu wa mwisho. Adamu wa mwisho ndio nini? Eti Adamu wa mwisho? Wewe vipi? Ndugu yangu, mbona yuko rafiki yangu? Ndugu yetu pia akaja na hoja. Akasema unajua ni hawa Waislamu hawa wao hawana Adamu wa mwisho. Sasa sisi tumekwambia tuna shida ya Adamu wa mwisho. Kwani Uislamu unataka Adamu wa mwisho? Uislamu unataka kutekeleza amri ya la ilaha illa Allah. Utekeleze amri ya Mungu. Sio usubirie mtu aje achukue dhambi zako. Yaani wewe utatuambia sasa, Daniel, najua wewe ni binadamu. Una madhambi mengi umefanya. Utatuambia katika dhambi zako alizochukua Yesu zipo. Maana hizo unasema za Adamu. Na mimi sijawahi kuona aya yoyote Yesu anasema amekuja kuchukua dhambi za Adamu. Nataka mnielewe. Wakristo na nyinyi mnaofuatilia. Nataka aya moja tu. Yesu amewahi kusema kwamba amekuja kuchukua dhambi za Adamu. Watoe hiyo aya. Watoe hiyo aya. Yaani namtisha mzigo mtu wa Mariamu. Kuna aya Yesu anamwambia mtakufa katika dhambi yenu. Msije mkafikiria mimi nimekuja kuichukua. Kwa Yesu hakuja kuchukua dhambi za mtu yoyote. Sio za Chikawe, sio za nani. Biblia inasemaje? Kuna aya inasema tubuni na kuiamini Injili. Sasa jiulize swali. Mnatubu nini kama Yesu achachukua dhambi zenu? Yaani dhambi zishachukuliwa, alafu mnaambiwa mtubu. Yaani unatubu nini aliyekuwa dhambi zako zimechukuliwa? Atakuja kusema unajua amechukua zile za Adamu. Sasa kama kachukua za Adamu, si za Adamu hizo. Yaani achukue za Adamu hapo, za kwako ndio zimechukuliwa. Jamani, swali lake la mada nahitimisha. Hoja ilikaa hivi. Je, Waislamu naye Adamu wa mwisho? Yeye mwenyewe hajatoa aya Waislamu wa Kristo wana Adamu wa mwisho. Kuna aya ametoa Yesu ni mfano wa Adamu. Sasa kama hoja ni mfano, hata ukisoma Qur'ani Mungu amesema mfano wa Isa ni sawa na mfano wa Adamu, si mfano tu. Kwa hiyo inshallah nashukuru kwa kunisikiliza na kunifuatilia, na naamini inshallah muda wote alipokuwa na peruzi pale, sasa naamini kidogo angalau atakuwa ameelewa. Wa ulahuna wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Weka sawa kwa lako poa kidogo, tumtukuze Allah. Takbir! Unadhani nieleweka? Hakuna haja kulemba. Tunapeleka maiki upande wa pili kwa mwenyekiti mwenza.